Taarifa za tukio hili zilipatikana tangu jana na ubalozi ukatuma mwakilishi ambaye ndio yuko kulia kwangu, lakini tangu jana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliniwakilisha kwa kuendelea kufanya maandalizi ya kwenda kuwatafuta ndugu zetu na kuwapata. Kwa hiyo na mimi niungane naye kuwashukuru sana sana Wananyasa, na shukurani zangu ni kwa sababu tangu taarifa za tukio hili zimetolewa, mmekuwa bega kwa bega kuhakikisha ndugu zetu hawa wanapatikana, na kikubwa zaidi kwa kujitolea kwenu. Nimefika asubuhi hii, nimekuwa taarifa za matayarisho na namna ambavyo wananchi mmejitolea kwa hali na mali. Kuna ambao walichanga fedha zao kwa ajili ya kuweka mafuta, kuna ambao wametoa fedha zao kwa ajili ya kukodi vyombo vingine, lakini kuna waliotoa fedha zao kwa ajili ya vyakula na vinywaji kwa wale wanaoenda kule. Haya ni mapenzi makubwa mlioyaonyesha kwa ndugu zetu, lakini kwa wageni hawa. Kama kiongozi wa serikali, nichukue fursa hii kuwapongeza, kuwashukuru, lakini kubwa zaidi kuwaomba kwamba umoja huu na ushirikiano huu uendelee kudumu mara zote. Wakati tunaendelea kuwasubiri, kuna gari hapa ilipita ikiwa inapiga ngoma. Nikauliza, kwenye tukio kama hili ngoma zinakuja za nini? Watu wakaniambia wamezoea kupokea taarifa za vifo zaidi kuliko za kuwapata watu wakiwa hai. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha shukurani zao kwa namna ya wao walivyojipanga. Kwa hiyo na mimi niwashukuru kwa namna ambavyo pia mlikuwa mkimshukuru Mungu kwa vigoma hivi ambavyo mmepiga. Kikubwa ambacho naweza kukisisitiza ni kuzingatia tahadhari za hali ya hewa, lakini nyote ni wazoefu na ziwa hili, najua ni kipindi gani ziwa linakuwa sio rafiki kuingilika. Kwa hiyo mnapofika vipindi hivyo mchukue tahadhari za juu zaidi ili kuepusha madhara yanayoweza kupatikana. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa Malawi, tangu taarifa hii imetolewa na wenyewe wamefanya jitihada kwa kutumia helikopta kuzunguka kuwatafuta, lakini kwa wale wenye maboti nao wamefanya kazi hiyo.